Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kuna maswali wengi wetu hujiuliza hasatan katika hizi funga za sita katika mwezi huu mtukufu wa Shawwal. Kwa mfano, swali la kwanza, hadithi ile Abu Ayyub al-Ansari radhiallahu anhu inatuambia kwamba man swama ramadhana thumma atba'ahu, kisha akaifuatisha. Sasa kuna baadhi ya wengine wanafikiria labda kwamba ni lazima zile siku zifanya nini, zifuatane baada tu kufunga Ramadhani ni kutoa Idi, baada ya Idi. La, hasha wakalla, si hivyo. Ni kwamba bora tu zile siku sita zipatikane ndani ya mwezi wa nini, wa Shawwal. Kwa hivyo hapa tumeelewa kwamba thumma atba'ahu sita min Shawwal, bora tu zile sita ziwe katika min Shawwal. Vile vile pia kuna swali ambapo kwamba je, naweza nikatia nia ya kulipa, mathala mimi nimedaiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, au mathala vile madada zetu ambao kwamba lazima tunajua wanadaiwa. Sasa leo Ramadhani imetoka, Idi imemalizika, nataka kufunga kwa nia moja, nia ya kulipa sita Shawwal, ya kufunga sita Shawwal, na vile vile nia ya kulipa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Je, inafaa? Naam, katika madhhab ya Imam Shafi'i wao wameruhusu, unaweza ukatia nia hiyo moja ya kulipa, na vile vile pia hiyo nia ya kufanya nini, ya kufunga mwezi, ya kufunga siku sita za Shawwal. Lakini bora zaidi na ambao kwamba inapendekezwa kwa jumhuri ya ulama ni kwamba mwanzo lipa, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kwamba dinullahi ahaqqu an yuqdha, deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lina haki zaidi katika kulipo. Kwa hivyo mwanzo lipa deni la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambao kwamba ni Ramadhani, kisha utafanya nini, utafunga sita Shawwal. Na vile vile baadhi ya ulama wao wamekataa, kwa sababu wanasema man sama Ramadhana thumma atba'ahu sita, lazima mwanzo ipatikane Ramadhani ambao kwamba zikamilike. Kwa hivyo kuna ikhtilafu, lakini wako baadhi ya ulama kama al-Imam Shafi'i rahimahullah ameruhusu. Vile vile pia kuna swali ambalo kwamba wengine tunajiuliza kwamba je, naweza mwanzo mathalan nikafunga siku sita za Shawwal kisha baadaye nikaja nikalipa mwezi mtukufu wa Ramadhani, itakuwaje? Na hilo pia, hili swali ni kama vile vile lilivyotangulia kwamba wako wale ambao kwamba wanasema la, mwanzo ni kama vile wanapiga mfano baadhi ya ulama, ni kama mtu ambaye kwamba anayekudai kisha uende ukampeleke zawadi. Anakudai mathalan pesa, kisha kumwambia chukua hii nimekupa ni zawadi, mwanzo si ulipe deni kisha ndio umpe ule mtu zawadi. Kwa hivyo na hii funga sita ni zawadi au ni sunna, na ile hali wewe uko na faradhi, mwanzo lipa ile faradhi kisha ndio utafunga ile sunna. Kwa hivyo baadhi ya ulama wanasema la, na baadhi ya ulama wanasema kwa nini tutaweza tukafunga mwanzo tukafunga siku sita, kwa sababu hizi zimehusishwa tu katika mwezi wa Shawwal na Ramadhani, kama vile Sayyidina Aisha radhiallahu anha wa ardhaha akisema kwamba ilikuwa nikiwa na deni na silipi isipokuwa katika mwezi mtukufu wa nini, wa Shaaban, ndio ilikuwa nikilipa ile deni la Ramadhani. Ina maana ilikuwa akifunga sita kisha baadaye ndio akija kilipa mwisho kabisa. Lakini kama tunavyojua kwamba ni bora zaidi mtu mwanzo akalipa, lakini mtu anaweza mwanzo akafunga sita kisha baadaye akaja akafanya nini, akalipa ile Ramadhani. Je, nia ya kufunga sita ni lazima niilalishe kama vile mwezi mtukufu wa Ramadhani, ama naweza nikalala nikainuka kisha nia itabakia kama vile vile saumu zingine zote za sunna? Naweza ukalala kwa huna nia ya kufunga sita Shawwal, kisha baadaye ikifika saa 3 saa 4 labda saa 5 kabla saa 6 na robo kufika ukasema nadamu nimeinuka niko sawa, wacha mimi nifanye nini, wacha nifunge. Kwa hivyo nia ya saumu ya sita ni kama vile vile tu nia ya saumu zingine za sunna na saumu ya faradhi, tunapojua kwamba ni lazima tulalishe nia. Kwa hivyo ni baadhi ya maswali tu katika maswali mengi ambayo kwamba watu wanajiuliza katika mwezi mtukufu, katika hizi siku sita za Shawwal, ndio tumependa na sisi kugusia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.